Kwanza sijajua kwenye mitandao maoni yakoje, kwa sababu unajua kwenye mitandao ya kijamii as long as mtu ana simu yake anafikiria anaweza akasema chochote wakati wote. Na kwa bahati mbaya zaidi kuna habari nyingi za upotoshaji kuliko uhalisia. Ndio katika jumla yake. Kwa hiyo sijajua mitandao inasema nini, lakini as long as watu wana uhuru wa mawazo, kila mtu anaweza kujisikia kuandika chochote wakati wote. Sasa Mbowe kwenda kumtembelea Lissu nadhani ni jambo la kawaida, kwa sababu Lissu mwenyekiti wa Chadema, Mbowe ni mwenyekiti wa Chadema mstaafu, lakini ni mjumbe wa kudumu wa kamati kuu. Na katika mazingira ya kawaida magereza sio sehemu nzuri. Ni sehemu ambayo ina stress nyingi, na mtu kama yuko stable msongo wa mawazo anaweza kupata kwa sababu ya mazingira na kwa nature ya majukumu aliyozoea kufanya, na amefungiwa sehemu moja, ni jambo gumu. Kwa hiyo kwa mtu yoyote ambaye ama ameshapita huko, sababu Mbowe ana that experience, naye alipewa kesi ya ugaidi katika mazingira ambayo kila mmoja anayajua, ni jambo la kawaida kwake yeye kwenda kumpa moyo mwenzake na kujadiliana mambo mbalimbali ya kisiasa na kushauriana ili kama chama waone wanaendaje mbele. Kwa hiyo ni jambo la kawaida, sio jambo la kushangaza, wala mimi sikushangaa nilivyomwona amekwenda, kwa sababu katika harakati zetu hizi za mageuzi, wengine tumekuwa kwa miaka 20 toka tuko wanafunzi. Mbowe amekuwa kwa zaidi ya miaka toka 92 wakati mageuzi yanaanza. Lissu alikuwa mwanaharakati, baadaye akaja akajiunga na sisi Chadema, chukua wengine tumeshaingia. Kwa ni safari ambayo ina struggle nyingi na mateso mengi sana. Kwa mtu ambaye haja experience hawezi kujua. Kwa mtu ambaye kwa upande wa chama tawala hawezi kujua, kwa sababu don't feel that pain. Umeelewa? Kwa sasa katika mazingira kama yale, kupeana moyo na kujadiliana mambo mapana ambayo yanaendelea kwa nchi hii, of course haitakuwa kwa uhuru ambao ungependa kujadiliana, kwa sababu kwa magereza muda wote askari wako na wewe. Kwa ni jambo la kupeana moyo tu zaidi ya kusema kwamba kuna mambo deep ya nchi wanaweza kujadili, kwa sababu hakuna usiri wowote. Yako ni jambo zuri, na mimi niko Dodoma, lakini nitaenda kumwangalia kama ambavyo Mbowe alivyokuwa ndani, nilienda kumwangalia pasipo kujali kuna mambo gani yalikuwa yanaendelea, ambayo mengine hayakuwa na ukweli, lakini politics mnagusana na kushikana mikono, hasa za koti za upinzani pale ambapo mnapitia mambo magumu, lakini vivyo hata mambo ya faraja, lakini mnahitajiana zaidi pale ambapo mwenzenu anapitia mambo magumu. Kwanza ni muhimu ikaeleweka kwamba hoja zote za Chadema kuhusiana na uhitaji wa reforms za uchaguzi, hoja zote za ACT kuhusiana na uhitaji wa reforms za uchaguzi ni hoja valid kabisa. Nilisema hapa, ukiwa umegombea kwenye chama tawala, unaweza usielewe pain ambayo wagombea wa upinzani wanapata. Ukiwa hujagombea, ukiwa ni mpiga kura wa kawaida, unaenda kwenye sanduku lako kupiga kura na kurudi nyumbani kulala, huwezi kujua pain ambayo wagombea wa upinzani wanaipata. Kwenye hili bunge kipindi kile tuna chaguzi za kidemokrasia, sababu uchaguzi wa 2020 haukuwa uchaguzi. Kila mtu anajua haukuwa uchaguzi. Mimi personally najua haukuwa uchaguzi, sababu nimeona kura za uwizi, nimezishuhudia, na nimeita polisi kuwakabidhi pamoja na nchi wasimamizi wa uchaguzi walioingiza makura feki, na ushahidi ulikuwepo, lakini mimi nikafunguliwa kesi baada ya wale majambazi tuliwapeleka. Kwa uchaguzi literally ni wa kihuni. Kipindi cha Kikwete kulikuwa kuna nafuu kidogo kwa mantiki ya kwamba mfumo wa haki za chama, kwa mantiki kuanzia mchakato mzima wa mikutano ya kisiasa, kuanzia mchakato mzima wa mawakala, haki ya mawakala kuingia, haki ya kuwa na matokeo, yani utaratibu ulikuwa ni huu, lakini ulikuwa una nafuu. Lakini 2020 iliset a very bad precedent ambayo imejitokeza tena kwenye uchaguzi wa 2024. Kwa hiyo chama chochote makini cha siasa, ukienda kushiriki uchaguzi blindly, yani ukijifanya unajipa upofu, unajidanganya mwenyewe. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kama nchi ni ya kidemokrasia, ni jambo la ajabu na la hovyo kabisa
mko vyama mnavyoshindana. Kwa kisheria mnatakiwa muwe sawa. Sasa wewe unategemea huruma ya mshindani mwenzio ili uweze kuingia bungeni. It doesn't make sense. Sio kama unanielewa vizuri. Kwa hiyo Chadema wanahoja, ACT wanahoja. Na hili jambo limechambuliwa na wanasheria wengi na vizuri. Mwenye macho aone, mwenye masikio asikie. Kwa nini? Tuna katiba, tuna sheria za uchaguzi, tuna kanuni. Kanuni ni kajukuu ama katukuu. Yaani kanuni ni kitu kadogo sana ambako hakawezi kukinzana na sheria ya uchaguzi na hawezi kukinzana na katiba. Kwa ni vitu ambavyo viko obvious. Sasa jambo linabaki, unajua kwenye hizi struggle kuna ile shikilia mpini na kwenye makali. So of course ile shikilia mpini ni serikali. Ambapo serikali ni ya Chama cha Mapinduzi. Ambapo mifumo ya kichaguzi unajua kabisa kwamba watu wa tume wanatokana na nini. Yaani ni vitu vimeshasemwa. Ukijifanya uvijui ni wewe tu na kujizima data. Sio kama unanielewa. Kwa hiyo hivi wenye dhamana wana wataalamu wengi. Wana sheria wabobevu. Kwa watumie tu common sense kujua kwamba la kwanza, hakuna kanuni ambayo inaweza kuvunja katiba. Wanasema ndio kanuni iko silent. Hata kama kanuni ingesema kwamba CSI ni sijui hata shiriki uchaguzi, that's kanuni yani haina uhalali wa kisheria, kwa sababu hakuna kinachoweza kutungwa kiendane na kinyume na mama yake na baba yake haiko juu. Kwa that's kwa wanahoja. Kwa sasa busara ya kisiasa na ukomavu wa kisiasa, na kama watu wanajiamini, sikilizeni hoja, mzitafutie majawabu hoja. Ubabe hausaidii sana. Yaani ubabe ni kama unajitekenya na unacheka mwenyewe. Si umeelewa? Nasema nimeshinda kwa kishindo, lakini hujashinda kwa kishindo. Sasa inakusaidia nini eventually? Sababu watu watakaa na pain, vizazi vinatofautiana na vinabadilika. Vinakuja na muonekano tofauti. Kwa that pain ambayo utamshindilia wazazi wetu wanao miaka ya 70, sisi tuna miaka ya 40. Inawezekana kizazi kijacho ambacho kina exposure pana kuliko wazazi wetu na babu zetu na sisi kikaja na different tone. Sasa kwani tufike huko wakati taifa ni moja. Kwa ufupi ni kwamba hoja za ACT, hoja za Chadema ni valid. Uliyeshikilia mpini unajiona yourself sana, wenzako wako kwenye makali, nafikiria unaweza kaonea. Ipo siku na wewe utatamani yawe mazingira bora ambao ulikuwa na nafasi ya kuyatengeneza, lakini hakuyatengeneza. Na naweza mtu akaingia akasema sawa, si ulitushughulikia. Na sisi tutakushughulikia. Sio, unaelewa? Sababu sio kila generation italala usingizi. Inawezekana this current generation imelala usingizi, inapenda tu udaku, inapenda umbea, inapenda kucomment tu, lakini they are not responsible. Umeelewa? Lakini kuna generation nyingine inasema no. To hell with umbea, to hell with udaku, tujadili issues za nchi. Sasa kwa nini tufike huko? Basi tufike huko tukiwa tumetengeneza mifumo iliyokuwa salama na mifumo ambayo inamlinda kila mtu na mifumo ambayo wananchi watakuwa na nafasi ya kufurahia viongozi wao. So wananchi unalibunge unajua kabisa hata si ya mchagua huyo. Alafu mbunge unajisikiaje ukafanya? Jamani kwa nini? Asante. La mwisho. Kwa hiyo mheshimiwa utagombea, na kama ni ndio utagombea kwa chama gani na kati chama hicho akishiriki uchaguzi? Nasema hivi, whether nitagombea ama sitagombea, tusubiri bunge livunjwe ndio tutajua mchezo unaendaje. Upo?